Nataka niongee mambo machache. Tutatangaza baada ya ibada, lakini mwezi huu tutakuwa na maombi ya usiku kwenye makundi. Kama tulikuwa tunaomba, tutafunga, lakini tutakuwa na maombi ya makundi kwenye kuomba usiku. Amen. Sasa nikaona niongee siri 5 za maombi ya vita ya usiku wa manane. Siri 5 za maombi ya vita ya usiku wa manane. Siri 5 za maombi ya vita ya usiku wa manane. Usiku wa manane ni muda muhimu sana katika ulimwengu wa roho. Usiku wa manane ni muda muhimu sana katika ulimwengu wa roho. Katika muda huu watu wengi wanakuwa wamelala. Watu wengi wanakuwa wamelala. Mazingira yanakuwa kimya na shughuli nyingi za kiroho hutokea. Ndio maana wachawi, waganga na nguvu za giza hufanya kazi sana nyakati za usiku wa manane. Tunaweza kuona waganga, wachawi, watu mbalimbali, ufalme wa giza unafanya kazi sana usiku wa manane. Lakini pia muda ambao wafungwa hufunguliwa, minyororo huvunjika na malaika hutumwa na Mungu kuingilia vita vya watu wake. Bwana asifiwe sana. Ni pia katika usiku wa manane pia Mungu anafanya kazi kwa ajili ya kuwatetea watu wake. Amen. Minyororo inavunjika, Mungu anafungua milango, anawatuma malaika wake kwa ajili ya watoto wake. Kwa tunaona shetani anafanya kazi, lakini pia na ufalme wa Mungu unafanya kazi usiku. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume, tuweke tu msingi hapo, tuanze kupe jambo la kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Utaona usiku wa manane nini kilifanyika alipokuwa ameamka kuomba. Tusome. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Sikia. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Unasikia vifungo vya nini? Vya wote. Wangapi? Usiku wa manane. Usiku wa manane. Usiku wa manane. Wakati watu wamelala, wao hawakulala. Waliamka kumuomba Mungu. Waliamka kufanya vita na misingi ya gereza ikatikisika. Haleluya. Na vifungo vyao vikalegezwa. Saa ngapi? Usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaonyesha kuwa maombi ya usiku wa manane yana nguvu: moja, kufungua vifungo. Kufungua vifungo. 2, kuvunja minyororo. 3, kubadili mazingira ya kiroho. Usiku wa manane maombi yanaonyesha yana nguvu: kufungua vifungo, la kwanza; la pili, kuvunja minyororo; na 3, kubadili mazingira ya kiroho. Tarudia. Hii inaonyesha kuwa maombi ya usiku wa manane yana nguvu ya kufungua vifungo, kuvunja minyororo na kubadili mazingira ya kiroho. Na kubadili mazingira ya nini? Ya kiroho. Usiku wa manane. Kwa kuna sasa tuangalie siri ya kwanza. Siri ya maombi ambayo unapoomba usiku nini kinatokea? Siri, nimesema siri 5. Siri ya kwanza ni usiku wa manane ni muda wa kuvunja minyororo.
usiku wa manane ni muda wa kuvunja minyororo. Kama nilivyosema, nguvu nyingi za giza hufanya kazi usiku, kuzuia watu, kuwafunga, kuwatesa na kuwashambulia katika ndoto. Lakini mtu anapoomba usiku wa manane anaharibu mipango ya adui. Kwa tunaona kwa nini usiku wa manane ni wa muhimu sana kwa mtoto wa Mungu kuomba, kwa sababu nguvu za giza hufanya kazi usiku, kuwazuia watu, kuwafunga watu, kuwatesa watu na kuwashambulia katika ndoto. Kwa hiyo, lakini mtu anapoomba usiku wa manane anaharibu mipango ya nani? Ya adui. Hebu tuangalie Zaburi 119 na mstari wa 62. 119 na mstari wa 62. Tunaona usiku wa manane ni muda wa kuvunja minyororo. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za giza hufanya kazi usiku, kuzuia watu, kuwafunga watu, kuwatesa watu na kuwashambulia katika ndoto. Lakini mtu usiku wa manane anapoamka na kuomba na kufanya hukumu, nini kinatokea? Tuangalie Zaburi ya 119 mstari wa 62. Kitabu cha Zaburi mstari wa 62, sura ya 119. Ndio. Biblia inasema, katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Unaona? Katikati ya usiku wa nane wa manane nitakushukuru kwa sababu ya hukumu za haki zinafanyika usiku wa manane. Haleluya. Unaposimama kutoa hukumu za ufalme wa giza, wao wanaofanya vita na maisha yako, unaposimama kuomba, unapofanya, nitakushukuru kwa sababu hukumu za haki zinatendeka usiku wa nane. Nani mwenye uwezo? Ni wewe. Unaposimama na kuharibu mipango yao, unasimamisha, ndipo Mungu analeta haki. Bwana asifiwe. Kwa sababu wao hufanya kazi usiku wa nini? Wa manane. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa mtoto wa Mungu kujiwekea utaratibu wa kuamka. Lakini pia angalia ufunuo. Wakati wengine wamelala, wewe ukiomba unafungua anga yako ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Wakati wengine wamelala, wewe unafungua ulimwengu wako wa roho usiku wa manane. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Mungu, vunjilia mbali kila kifungo cha usiku wa manane kwa jina la Yesu. Mungu, vunjilia mbali kila kifungo cha usiku wa manane kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa tunaona umuhimu wa wewe kuamka usiku na kumwambia Mungu, na ndio maana tulipewa silaha za kutumia. Amen. Unatumia silaha gani usiku unaposimama kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia silaha usiku manane. Siri ya pili, usiku wa manane ni muda wa vita vya kiroho. Usiku wa manane ni muda wa vita vya kiroho. Usiku wa manane ni muda wa vita vya kiroho. Usiku wa manane ni muda wa vita vya kiroho. Muda huu huwa na mashambulizi mengi, ndoto mbaya, mapepo, vita vya rohoni, roho za mauti na roho za hofu. Kwa nini? Muda huu ni muda wa mashambulizi mengi ya giza, ndoto mbaya, watu wote, ndoto mbaya usiku wa manane. Vita vya kiroho. Vita vya kiroho vinafanyika usiku wa manane. Mapepo yanaachiliwa usiku wa manane. Roho za mauti zinaachiliwa usiku wa manane. Roho ya hofu zinaachiliwa usiku wa manane. Hebu tuangalie Kutoka 12:29. Bwana anasema nini usiku wa manane? Kutoka 12:29. Ndio maana ni muhimu kuamka kuomba. Ndoto zote mbaya kwa jina la Yesu, mapepo yaliyotumwa
kuleta uharibifu, vita vya kiroho, roho za mauti ambazo zimeachiliwa, unasimama kuzipiga, kuvunja na kuangamiza. Usiku wa manane ni muda wa vita vya kiroho kwa watu walio rohoni. Amen. Kutoka 12:29. Sura ya 12 mstari wa 29, kitabu cha Kutoka. Biblia inasema hata ikawa usiku wa manane Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Unasikia? Hata ikawa usiku wa manane Bwana alifanya nini? Akawapiga wazaliwa wa kwanza. Kwa nini akupiga asubuhi? Vita napigana usiku. Kuamka asubuhi ni kilio. Hata ikawa usiku wa manane Bwana akafanya nini? Akawapiga wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Kwa wanapoamka asubuhi kila nyumba inalia. Kwa sababu vita inapigana wapi? Usiku. Usiku wa manane. Bwana alipambana na ufalme akawapiga usiku wa manane. Na wewe amka usiku wa manane, piga hizo roho. Amen. Piga kazi zao, haribu uchawi wao, haribu nguvu zao. Tuma moto kwa jina la Yesu, napeleka moto, na piga kila eneo, kwa sababu Bwana alifanya vita usiku wa nini? Wa manane. Na wewe amka usiku wa manane ufanye vita, kwa sababu nimesema ndoto mbaya huja usiku. Amen. Mapepo, vita vya kiroho, roho za mauti na roho za hofu vinaachiliwa usiku wa manane, ambao ni muhimu mtoto wa Mungu kusimama na kufanya vita. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Ndio maana unatakiwa kuwa macho kiroho. Usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Ndio maana unatakiwa kuwa macho kiroho. Mathayo 26:41. Mathayo 26:41. Kitabu cha Mathayo sura 26 na mstari wa 41. Sikia. Biblia inasema kesheni, muombe msije mkaingia majaribuni. Unasikia? Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Kwa sababu yule mshtaki anaachilia majaribu usiku wa manane. Amen. Anaharibu hatima za watu usiku wa nini? Ukisoma kwenye ile Wafalme wa pili sura ya 3, utamuona yule kahaba na mwenzie. Anasema alipokuwa amelala akamtoa mtoto wake aliyekufa, akamtoa kwake aliye hai, akamweka kifuani. Hatima inabadilishwa usiku wa manane, wakati watu wamelala. Amen. Mathayo anasema watu walipolala akaja adui akapanda nini? Magugu, akaenda. Walipoamka asubuhi magugu na ngano vimefanya nini? Vimeota. Akasema Bwana, nini hiki? Akasema adui. Watu walipolala adui akapanda. Bwana asifiwe. Kwa nikasema hatima usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Kwa katika ulimwengu hatima zinabadilishwa usiku wa manane. Wakati wamelala anakuja adui, anaondoa kibali chako, anaacha vitu vibaya. Unaamka, Bwana nimeamka asubuhi na hasira, ninaviza. Ulilala ukapitiliza, akaja adui wakati umelala akapanda magugu akaenda. Kwa usiku wa manane ni muda wa maamuzi ya kiroho. Anamwambia mfalme, huyu mwenzangu nilipokuwa nimelala usingizi, alikuja akamchukua wa kwangu aliye hai, wa kwake aliyemlalia usiku, akaniwekea huyu. Bila hekima ya mfalme nini kingetokea? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bila mfalme kutoa hakimu haki, watoto wote siku moja wamezaliwa. Kwa tunaona ambavyo usiku wa manane ni muda wa hatima za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ni vita kubwa sana kuamka. Yaani kuamka usiku ni vita ya hatari. Amen. 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 Kuamka ni vita.
Lakini ukiamua unataka upenye, kuna mambo unataka upate vitu fulani, pambana usiku wa manane. Dai haki yako. Ndio muda wa kuomba, ndio muda wa maamuzi, kwa sababu maamuzi yanafanyika usiku wa manane. Hata serikali nyingi maamuzi yanafanyika usiku. Amen. Ukiona amesimama asubuhi kutoa hotuba, isha usiku. Bwana asifiwe sana. Kwa hata ulimwengu wa giza mambo yanafanyika usiku. Unaota msiba unatokea huku usiku, isha usiku. Si kama naongea na mtu hapa. Naongea na mtu hapa. Sema nakataa kila mshale wa usiku unaotumwa zile maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninapiga, ninakataa kila mishale ya kichawi, ya Freemasoni, ya Illuminati inaotumwa usiku wa manane kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya ndoa yangu. Ninaipinga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila hatima iliyoibwa usiku wa manane ninaamuru irejeshwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila pando lililopandwa usiku wa manane ninaling'oa kwa jina la Yesu. Iwe pando la mauti naling'oa, iwe pando la ugonjwa naling'oa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Amen. Siri ya ngapi? Ya 4, si ndio? Siri ya 3. Siri ya 3. Maombi ya usiku wa manane hufungua milango ya baraka. Maombi ya usiku wa manane hufungua milango ya baraka. Watu wengi wanacheleweshwa kwa sababu milango yao imefungwa. Andika, maombi ya usiku wa manane hufungua milango ya baraka. Maombi ya usiku wa manane hufungua milango ya baraka. Watu wengi wanacheleweshwa kwa sababu, andika, watu wengi wamecheleweshwa kwa sababu, watu wengi wamecheleweshwa kwa sababu milango yao imefungwa. Milango yao imefungwa. Neema imezuiliwa. Neema imezuiliwa. Na baraka zimefungiwa rohoni. Na baraka zimefungiwa rohoni. Narudia, watu wengi wamecheleweshwa kwa sababu milango yao imefungwa usiku wa manane. Wanakutanika kwenye vikao vyao, hawalali njia panda, makabulini, kwenye miti, kwenye viwanja vikubwa, kwenye mapori, kwenye wapi, wanakutanika kuharibu maisha ya watu usiku wa manane. Neema imezuiliwa. Kuna neema ilikuwa inakuja juu yako na shanga imezuiliwa. Hivyo wangapi umesikia, yani mtu umeahidiwa kazi, aidha wewe labda ni umeahidiwa kazi yote sehemu na bosi, umepewa, unaamka asubuhi unaambiwa kazi hamna. Lakini jana uliambiwa kesho kiamka unafanya nini? Na wewe labda ukaenda kumwambia rafiki yako, namshukuru Mungu, yani kuna kazi nimepata. Umepata kazi, yeye namshukuru Mungu, yani Mungu ameniona. Kumbe unayemwambia hujui ndo kabankuku. Anaenda usiku, anaenda kuzuia na mimawe ile neema. Ndio maana nikakwambia usiwe mtu wa kuongea mambo yako. Jifunze kuwa mtu mkimya, kwa sababu umjue adui yako ni yupi. Halo? Anaenda anazuia neema, anaalika jamaa zake na mimawe wanazuia kabisa, wanahakikisha hayatoki. Unamwambia, bwana niahidi kesho kabisa nakupa hela. Kesho kabisa. Bwana kabisa mambo yalikuwa yako mazuri. Au ni safari kazini, unaenda, si ndio? Namshukuru Mungu nimeinuka. Natoka naenda. Unashangaa kirudi, amepewa mwingine.
Vipi? Naambia bosi kaamua tu abadilishe. Kuna jitu lilisikia neema hiyo likaizuia. Sasa unapoona kuna ndoto yote, kuna muujiza wote mbele yako, ung'ang'anie usiku wa manane katika jina la Yesu. Haribu kila mpango wa adui wa kuzuia mpenyo wako. Umesikia kuna bomu fulani la baraka, kuna muujiza fulani unakuja, anza kukesha kuuatamia mpaka umekamata hivi. Usishare na mshukuru Mungu, naenda sehemu fulani na mshukuru Mungu. Weka maji mdomoni. Mama mzee, weka maji mdomoni. Bwana asifiwe. Nimeshuhudia hayo. Mtu kapewa kazi kabisa na mkataba amesaini, karudi nyumbani, kashuhudia rafiki zake, kwenda kesho naambia tulikosea. Halo, tulikosea. Tulikosea vipi? Nini? Kuna mtu ameenda amezuia. Nimesema hapa milango imefungwa usiku, neema imezuiliwa, baraka za kiroho zimekamatwa. Sasa nini kinatokea? Lakini maombi ya usiku yana nguvu ya kufungua. Tusome Isaya 45 mstari wa 2. Isaya 45 mstari wa 2. Isaya 45 na mstari wa 2. Kitabu cha Isaya sura ya 45 na mstari wa 2. Ndio. Biblia inasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Unasikia? Nitavunja vipande milango ya nini? Ya shaba. Na kukatakata milango ya chuma. Usiku wa nini? Unaamka unavunja, unakatakata, unaharibu chochote ambacho kimesimama kinazuia neema yako. Unasimama unafanya vita. Si kama naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi anasema sana nitaanza kuamka usiku wa manane? Amen. Aliposema iweni wapole, ukisikia tu mnagombana na mtu msikilize, mmetoana na usiku. Halo. Unamsikiliza? Okay. Kumbe sawa. Wahi kulala. Wanangu leo nawahi kulala. Kumbe una jambo lako usiku. Saa 2 usingizi. Amen. Mpaka saa 6, saa 7. 7, 8, 9. Masaa hayo ya muhimu sana. 7, 8, 9. Masaa hayo matatu hayo. 7, 8, 9. Hayo. Sema hayo. Sema hayo. Sema hayo ni masaa hatari. Sema hayo ni masaa hatari. Sema hayo ni masaa hatari. Na uandaa watu wa hatari. Watu wa hatari waandaliwa saa hayo. Saa 7, saa 8, saa 9. Masaa hayo ni hatari na uandaa watu wa hatari. Ukitaka uwe wa hatari, masaa ya hatari ni saa 8, saa 7, saa 8. Hapo ndo usingizi umekaa hapo. Hayo ndo masaa ya kuamka. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokuwa una jambo lako, wahi kulala. Amen. Wahi kunini? Wame wanangu, nataka leo ni wahi kulala. Nini ambaye naisikia tu moyo unasema usiku. Amen. 7, 8, 9. Ukijifunza kuamka masaa hayo, hata saa hili ni moja. Iwe ni saa 7 mpaka saa 8, 8 mpaka saa 9. 9 hapo, ukijifunza hapo, hata ni saa moja, ukafanya vita, anza hata nusu saa. Anza na hiyo. Ombea mambo yako. Simama hapo, fanya vita. Yako mambo mengi yatatokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna milango ambayo haiwezi kufunguliwa kwa nguvu za kawaida mpaka mtu asimame kwenye maombi ya vita. Kuna milango ambayo haiwezi kufunguliwa kwa nguvu za kawaida
mpaka mtu asimame kwenye maombi ya vita. Kuna milango ambayo haiwezi kufunguliwa kwa nguvu za kawaida mpaka mtu asimame kwenye maombi ya vita. Kuna mambo hayawezi kufunguka, lakini mpaka usimame kwenye maombi ya vita. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akupe kuona neema hii. Ukijifunza haya, maisha yako hayatakuwa vile ulivyo. Wewe anza tu. Jipe mwezi mmoja. Jipe mwezi wa pili, itakuwa sema maisha yako. Amen. Wiki ya kwanza itakuwa nguvu. Wiki ya pita, wewe weka hata alamu. Itakuwa anza hata kama nusu saa. Saa moja. Omba maombi haya usiku na utaona mambo mengi. Sema Mungu. Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninafungua kila mlango wa mafanikio uliokuwa umefungwa usiku wa manane. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninafungua kila mlango wa mafanikio uliokuwa umefungwa usiku wa manane. Na ufungua kwa jina la Yesu. Na ufungua kwa jina la Yesu. Kila mlango wa hatima, kila mlango wa baraka uliofungwa usiku wa manane, na ufungua kwa damu ya Yesu. Na ufungua kwa damu ya Yesu. Na ufungua kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Siri ya 4. Siri ya 4. Usiku wa manane ni muda wa kusikia sauti ya Mungu. Usiku wa manane ni muda wa kusikia sauti ya Mungu. Usiku wa manane ni muda wa kuisikia sauti ya Mungu. Katika ukimya wa usiku, katika ukimya wa usiku, andika, katika ukimya wa usiku Mungu unena. Katika ukimya wa usiku Mungu unena. Maono huja. Usiku Mungu hunena. Usiku maono huja. Na maelekezo utolewa. Na maelekezo utolewa. Na maelekezo utolewa. Na maelekezo utolewa. Usiku wa manane. Usiku wa manane. Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Ukijifunza kuamka usiku ukaomba alafu ukalala. Umeamka saa 7 umeomba lisali moja au mawili. Saa 9 ukalala saa 10. Mungu usema. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Au anaweza akasema kabla kwa mko ni maombi, maana ni ndoto ya maelekezo. Umeota vita, usilale tu mpaka asubuhi. Maana Mungu anakuambia amka uombe. Amen. Umeota kuna jambo zuri linakuja. Maana sio useme asante, amka ushughulike unapoamka kuomba masaa yako ya maombi. Kwa anaweza akasema kabla haujaamka kuomba au baada ya kufanya maombi ya vita unapolala Mungu akaja kukupa maelekezo. Bwana asifiwe sana. Kwa tunaona umuhimu wa usiku. Hebu tusomee hiyo. Kitabu cha Ayubu. Ndio. Mstari wa 14 na 15 sura ya 33. Ndio. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Ndio. Naam, hata mara ya pili. Ndio. Ajapokuwa mtu hajali. Ndio. Katika ndoto, katika ndoto, katika maono ya nini? Ya usiku. Ishia tu hapa, nataka tu hapo utasoma mwenyewe nyumbani. Katika ndoto, katika maono ya nani? Ya usiku. Kwa wakati wa usiku Mungu anaweza akakupa ukilala mapema saa 3 umeomba Mungu, umekabidhi usiku wa Mungu kwa Mungu. Unaweza ukaota ndoto, Bwana akakupa maono, akakujulisha nini kiko mbele yako. Maana yake utakapoamka saa 8 au saa 9 kuomba, yeye uliyoyaona ni Mungu anakuelekeza. Kama ndoto mbaya, shughulika, futa, haribu, kwa mabaya hayatanipata. Kama ni mabaya umeyaota, amka yafute. Kama ni mauti, chochote umeota ni ajali, amka usambaratishe. Amen. Na unapolala Mungu maelekezo
ya siku pia. Kwa hiyo ni muhimu sana katika kuota hicho. Watu wengi wamepoteza, watu wengi wamepoteza maelekezo, maono na kusudi. Watu wengi wamepoteza, andika, maelekezo. Watu wengi wamepoteza maelekezo, maono na kusudi. Watu wengi wamepoteza maelekezo, maono na kusudi kwa sababu hawana muda wa utulivu mbele za Mungu. Kwa sababu hawana muda wa utulivu mbele za Mungu. Ndio anasema tunapokuwa umefunga, umeomba, usifanye shughuli nyingi, pata muda wa kupumzika, pata muda wa utulivu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sio umesema na kuna muda pia Mungu wa kusema na wewe. Haleluya. Kwa pata muda wa utulivu, na tulia, na pumzisha akili yako na ufahamu wako. Kwa nini watu wengi wamepoteza haya? Kwa sababu hawana muda. Amen. Hawana muda. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba fungua masikio yangu ya roho nisikie sauti yako kwa jina la Yesu. Shika sikio lako ikiwezekana. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba kwa jina la Yesu, fungua masikio yangu ya roho niweze kuisikia sauti yako na kuielewa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana, Bwana, fungua masikio yangu ya roho, fungua macho yangu ya roho niweze kuona sawa sawa, niweze kusikia sawa sawa kwa jina la Yesu. Macho ya moyo wangu yatiwe nuru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninakusihi, ninakusihi, masikio yangu ya roho yafunguke, yafunguke ili niweze kuisikia sauti yako. Macho yangu ya roho yafunguke niweze kuona sawa sawa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tumalizie siri ya 5. Tunaongea mambo matano haraka haraka, tuende kwenye sifa cha tujifunze neno. Siri ya 5. Maombi ya usiku wa manane huleta ukombozi wa ghafla. Maombi ya usiku wa manane huleta ukombozi wa ghafla. Maombi ya usiku wa manane huleta ukombozi wa ghafla. Mungu anaweza kubadili maisha ya mtu kwa usiku mmoja. Maombi ya usiku wa manane huleta ukombozi wa ghafla. Maombi ya usiku wa manane huleta ukombozi wa ghafla. Kasema, Mungu anaweza kubadili maisha ya mtu kwa usiku mmoja. Mungu anaweza kubadili maisha ya mtu kwa usiku mmoja. Kiwa ni mtu wa maombi, unahitaji siku nyingi. Usiku mmoja kwako unaweza kubadilisha hatima maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie pia Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 6 na wa 7. Tunaona kuna mtu Mungu alimtokea. Matendo ya Mitume 12:6-7. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 na mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye. Nuru ikamulika mle chumbani. Dio. Akampiga Petro ubavuni. Dio. Akamwamsha akisema, Dio, ondoka upesi.
minyororo yake ikamwanguka mikononi. Sema minyororo yangu ikanianguka mikononi. Sema minyororo yangu inianguke mikononi. Kwa jina la Yesu. Kila mnyororo niliyofungwa na ufalme wa giza, kwa jina la Yesu ninaamuru uanguke kwenye mikono yangu, kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Kila mnyororo wa kichawi niliyofungwa na ufalme wa giza, kwa jina la Yesu naamuru huo mnyororo wa mateso unianguke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha familia nilichofungwa ninaamuru kiniachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha ukoo ninaamuru kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha uchumi ninaamuru kiniachie kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha huduma ninaamuru kiniachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mnyororo vunjika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo anasema vinaweza kuvunjika kwa maombi ya usiku wa manane. Kila kifungo kilichoshikilia kwa muda mrefu kivunjike. Sema kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichonishikilia kwa muda mrefu vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Kifungo cha umaskini, kifungo cha magonjwa, kifungo cha ukataliwa, kifungo vunjika, vunjika. Nataka ujiombe mwenyewe wakati tumejiombe tu hapa. Kifungo hicho tunajua ni cha ndoa, ni cha kuolewa, ni cha kazi. Kifungo kimekufunga muda mrefu, mwambie Mungu naamuru kivunjike. Omba kwa mamlaka kwa jina la Yesu. Omba ukimaanisha, omba ukimaanisha, omba ukimaanisha. Kifungo chochote ambacho kimekufunga kwa muda mrefu, amuru kivunjike katika jina la Yesu. Kifungo cha kutokuolewa, kifungo cha kutokuzaa, kifungo cha kutokufanikiwa, kifungo cha kutokupata kazi, kifungo cha magonjwa, kifungo cha umasikini, amuru kivunjike kwa jina la Yesu. Vunja, vunja, vunja. Kimekamata muda mrefu, ni mnyororo kama cha magonjwa, kukataliwa, magonjwa kila amna, amuru vunjika. Ukisema katika roho inakuwa, ukisema katika roho inakuwa, ukisema katika roho inakuwa, ukisema katika roho inakuwa, 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 katika roho inakuwa. Kinavunjika, kinavunjika. Maana malaika wa Bwana wako hapa, malaika wa Bwana wako hapa, mkono wa Bwana uko hapa, mkono wa Bwana uko hapa. Kifungo cha ndoto mbaya vunjika kwa jina la Yesu. Kifungo cha magonjwa vunjika kwa damu ya Yesu. Kifungo chochote kwa damu ya mwana kondoo kimekamata maisha yako kwa muda mrefu, kwa muda mrefu, amuru kivunjike, amuru kikuachie, amuru kivunjike. Kifungo cha uchumi amuru kivunjike. Kila mmoja ana kifungo. Naenda katika roho, naenda katika roho. Hicho kifungo malaika wa Bwana wako hapa, walituma kwa Petro aliyekuwa gerezani, aliyekuwa amefungwa gerezani, alikuwa amefungwa gerezani, alikuwa amefungwa gerezani. Malaika alipoenda, Biblia inasema minyororo ikamwanguka, vifungo vikavunjika, minyororo ikatoka mwenyewe. Wanapeleke malaika wake, wanapeleke malaika wake, wanapeleke malaika wake, wanapeleke malaika wake, wanapeleke malaika wake. Na kila kifungo kilichofunga maisha yako na amuru vunjika kwa jina la Yesu Kristo. Vunjika kwa mama huyo, kwa baba huyo, vunjika kwa damu ya mwana kondoo. We kifungo cha ugonjwa vunjika kwa jina la Yesu. Kifungo cha ndoa vunjika kwa damu ya Yesu. Vunjika kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Chilia damu ya Yesu,
chilia damu ya Yesu, chilia damu ya Yesu, chilia damu ya Yesu, chilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hilo eneo, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu. Kuna vitu vinavunjika ndani yako, vinavunjika kwa jina la Yesu. Kuna minyororo inakatika, inaanguka kwa utukufu wa Bwana uko hapa. Utukufu wa Bwana uko hapa. Utukufu wa Bwana uko hapa. Mahali popote ulipo, mahali popote ulipo, utukufu wa Bwana uko hapa. Utukufu wa Bwana uko hapa. Bwana amepeleka malaika wake. Malaika ni roho watumikao. Malaika ni roho watumikao. Wanatumwa kuwatumikia wamchao, kuwatumikia wamchao. Na wewe ni mtoto wa Mungu. Na wewe ni mtoto wa Mungu. Wako malaika, wako malaika wameachiliwa na Baba. Wameachiliwa na Baba kwenye familia yako, kwenye ndoa yako. Nenda kwenye ndoa, nenda kwenye biashara, nenda kila eneo la maisha yako. Wako malaika wa Bwana, wako malaika wa Bwana. Yako majeshi ya Bwana yameachiliwa kwa jina la Yesu kupeleka msaada, kupeleka msaada kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako. Wako malaika wa Bwana, roho watumikao, roho tumikao, wanaenda kuleta msaada, wanaenda kuleta msaada. Yale yaliyokuwa yamefungwa, minyororo imefungwa kazini, imeondoa kibali kwako. Naona inaanguka, naona inaanguka, naona inaanguka, naona inaanguka, naona inaanguka. Vile vifungo vinaanguka, vinakuachia. Minyororo inakuachia, minyororo inavunjika, inakuachia. Minyororo kwenye ndoa yako inaachiliwa, 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 inavunjika, inavunjika, inavunjika. Iko minyororo inaachia, inaanguka, inaanguka kwa sababu malaika wa Bwana wametumwa kwako. Malaika wa Bwana wametumwa kwako. Wewe nyumba yako wako malaika wa Bwana. Liko jeshi la malaika kukusaidia, kukusaidia kwa kuwa wewe ni mtoto wake. Wako malaika, wako malaika, roho watumikao, wametumwa kwenye madhabahu ya wana wa Sayuni. Wametumwa kwenye madhabahu ya wana wa Sayuni. Wametumwa kwenye madhabahu kuleta msaada, kuleta msaada, kuleta msaada, kuleta msaada. Wana msaada wamekuja kwako. Wasikuache, wasikuache. Hiyo minyororo ivunjike, hiyo kamata ndoa, hiyo kamata uchumi, hivyo vifungo vikuachie, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa damu ya Yesu, fungua, fungua, fungua kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Naona vinaanguka. Wako malaika wa Bwana wameachiliwa hapa, 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 wameachiliwa hapa. Wameletwa toka makazi ya Mungu. Zapakata rabro sekete zementori abasaya. Wanapeleka msaada, wanapeleka msaada. Malaika wa Bwana waende kwako, waende kwenye maisha yako. Malaika wa Bwana waliotumwa kumtoa Petro gerezani na minyororo ikavunjika. Hilo gereza ulilofungwa, hilo gereza ulilofungwa, malaika wa Bwana wanaenda. Hilo gereza ulilokamatwa, malaika wa Bwana wametumwa wakuwekwe huru. Milango mbele yako ifunguke, milango mbele yako ifunguke. Ukiingia katika roho kuna jambo linafanyika. Ukiingia katika roho kuna jambo linafanyika. Liko gereza Bwana anakutoa, liko gereza Bwana anakutoa, liko gereza Bwana anakutoa, liko gereza Bwana anakutoa. Amepeleka malaika wake, amepeleka malaika wake. Msaada toka patakatifu pake, msaada toka patakatifu pake. Raproka saka yeke rima santa mandorobo sakata raya kantoria basia rika yandere bebe saka. Liko jambo linafanyika, liko jambo limeachiliwa, liko jambo limeachiliwa. Wako malaika msaada waenda kwenye ndoa yako, wakafanye vita, wakafanye
wanaofanya vita, waachilie malaika wa Bwana kwenye hayo malango ya uchumi ambako wanafanya vita. Wako malaika, yako majeshi ya Bwana yameamuliwa, yameachiliwa, yapeleke pale kazini. Raba sekete zikereme shinta. Ndio, kuna jambo linafanyika, kuna jambo linafanyika, kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Liko jeshi limeachiliwa, liko jeshi limeachiliwa kwenye yale malango yako, kwenye yale malango yako, wanaofanya vita kwenye nyumba yako, kwenye mji wako. Wako malaika wanakwenda, wako malaika wameachiliwa, wako malaika wameachiliwa, wako malaika wameachiliwa, wako malaika wameachiliwa. Rabo santa rika manto. Vita inakoma, vita inakoma, vita inakoma kwenye maisha yako, vita inakoma kwenye ndoa yako, vita inakoma kwenye uchumi wako, kwa watoto wako. Vita inakoma, vita inakoma, vita inakoma. Rimosa zamantori abasika rika yandorobo sakata. Sikia uwepo wa Mungu wa ajabu. Iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana, iko nguvu ya Bwana. Imeachiliwa kwetu, imeachiliwa kwetu. Haya ni majira yako ya kujilingana kwa Bwana. Bwana apeleke vita, Bwana apeleke msaada. Wale malaika roho tumikao, waite malaika wako, kila mmoja nao malaika wako. Malaika wa Bwana wameandaliwa kwa ajili yako, wameandaliwa kwa ajili yako. Waambieni malaika, nenda kwenye malango yangu, malango yangu ya vita, malango yangu ya vita, malango yangu nenda. Peleka malaika wa Bwana, peleka malaika wa Bwana kwenye lango lako la uchumi. Kila aliyesimama hapo akifunga neema, akifunga miujiza, akifunga baraka, peleka malaika wako. Malango yako ya ndoa, malango yako ya ndoa, nenda peleka malaika. Roho tumikao, roho tumikao, wametumwa kuwahudumia wale wa mchao, wale wa mchao, wale wa mchao, wale wa mchao. Wako malaika kwenye lango la wana wa Sayune, la wana wa Sayune. Rima sandora basaka raba yeketeremo yakayemo kota, yakayeme kuta, yakayeme kuria, yamaseyema, yakayemeta, 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 yakayemeta. Wako malaika wa Bwana, wako malaika wa Bwana, malaika wa Bwana wa kanisa, wa kanisa la wana wa Sayune. Kwa malaika wa kanisa, wako malaika wameachiliwa kwa ajili ya kanisa. Wao ni watenda kazi pamoja nasi, wao ni watenda kazi. Ni roho tumikao, ni roho tumikao. Wapo kwa ajili yako, wapo kwa ajili yako. Wametumwa na Baba, 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 wametumwa na Baba kupigana. Raba sata rika ya mama, wametumwa na Baba. Achilia, 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 achilia. Ndio, 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 ndio. Wameachiliwa, wameachiliwa, wameachiliwa. Zama, zama, zama. Ongeza, ongeza, ongeza. Zama, zama, zama. Mbingu ziko wazi kwa ajili yetu, mbingu ziko wazi kwa ajili yetu. Zama, zama, zama. Enda katika roho, pita kila eneo. Malaika wa Bwana wapo. Tangaza katika roho, wewe ni mtumishi wa Bwana na malaika ni roho watumikao. Wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe ni nabii wa Bwana, wewe ni kuhani wa Bwana anayefanya vita. Anafanya vita na wewe, anafanya vita na Mungu. Wako malaika wameachiliwa, 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 wameachiliwa. Yako malango yanafunguka, yako
yako magereza yanawaachia, malango ya gereza yakafunguka, malango ya gereza yakafunguka, malango ya gereza yakafunguka, malango ya gereza yakafunguka, malango ya gereza yakafunguka. Petro akatoka. Biblia inasema malaika wa Bwana alipotangulia mbele, lango likawafungukia, lango likufungukie, lango likufungukie. Utoke na huo ugonjwa, utoke na hicho kifungo, utoke na hiyo laana, utoke na hiyo mkose, utoke. Malaika wa Bwana, malaika wa Bwana, lango likawafungukia, lango likamfungukia Petro. Alikuwa kama utae ndoto. Malaika wa Bwana wako mbele yako, wako mbele yako. Unatoka kwenye hilo gereza, unatoka kwenye hicho kifungo, unatoka. Tangaza kutoka, maana mkono wa Bwana umeachiliwa kwako. Unatoka, 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 na hicho kifungo kinakuachia, na hilo gereza linakuachia, linakuachia. Rakaya Zeremontarabasika Zeremementeria basaya. Yes, 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 yes. Rika yentarababo, yentarababa, yentaramama. Yes, yes, yes. Ritarababo, rintaramama. Yes, 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 yes. Karabashandorabasaka. Liko jambo linafanyika, liko jambo linatendeka katika ulimwengu wa roho. Yote ulioteswa vifungu vya muda mrefu, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni tarehe ya mwisho ya mwezi wa 5, ya mwezi wa 5. Unavuka kwenda mwezi wa 6. Maisha yako yabadilike, maisha yako yabadilike, maisha yako yabadilike, maisha yako yabadilike. Maana unavuka, maana unavuka, maana unavuka, maana unavuka, maana unavuka, maana unavuka. Maisha yako yabadilike, uchumi wako ubadilike, roho yako ibadilike. Maana unavuka, unavuka na Bwana. Malango yanakuachia, malango yanafunguka, malango yanafunguka, lango linafunguka. Rika rabrokote. Tunavuka, 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 tunavuka. Ninavuka, 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 ninavuka. Rakayanto rabakante rabayakoria remo santaraba. Kono wa Bwana ujuu yako, kono wa Bwana ujuu yako. Amekupaka mafuta, amekupaka mafuta. Kila kifungo kinakuachia, kila kifungo kinakuachia. Iwe ni mizimu ya ukoo inakuachia, iwe ni laana familia inakuachia, iwe ni laana ukoo inakuachia, iwe ni laana ya mji inakuachia, inakuachia, inakuachia. Lazima ikuachie, lazima ikuachie. Iwe imetoka kwenye ukoo, iwe imetoka kwenye familia, iwe imetoka kwenye jamii, mahali ilipotoka. Amulio laana ikuachie, amulio laana ikuachie. Hicho kifungo kifunguke. Haijalishi wanataka, lazima utoke, lazima utoke. Alikuwa amefungwa Petro na walinzi wanne, na mkini umeachiliwa. Walinzi wanne. Unatoka leo, unatoka leo, unatoka leo. Kila kifungo kiachie maisha yako, kila kifungo kiachie maisha yako, kiachie ndoa yako, kiachie roho yako. Unatoka leo, unatoka kwenye hiyo gereza, kwenye hiyo jeneza. Unatoka kwenye hiyo kaburi, unatoka kwenye hiyo gereza, unatoka. Rakayanto. Yes, yes. Rayakata mandorobo sekete remeyantoria basaya ramayantora baba rakayantorobo sika rikayantorobo sekete. Vunja kila nguvu za giza, rima santa, mashambulizi usiku wa manane. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Zekeremo zayamaka. Unatoka kwenye hilo gereza, unatoka kwenye hilo gereza, unatoka kwenye hilo gereza, unatoka. Malaika wa Bwana amekutangulia mbele
yako. Malaika wa Bwana amekutangulia mbele yako. Malaika wa Bwana amekutangulia mbele yako. Malaika wa Bwana amekutangulia mbele yako. Unatoka kwenye hicho kifungo, kwenye hilo gereza. Unatoka, mwana wa Mungu, unatoka leo, unatoka. Ndoa yako inatoka, uzao wako unatoka, watoto wako wanatoka. Unatoka kwa jina la Yesu, unatoka kwa damu ya Yesu. Hicho kifungo kilichofunga maisha yako, unatoka. Mbingu zimefunguka. Bwana yuko hapa. Bwana wa vita yuko hapa. Bwana wa mabwana yuko hapa. Mfalme wa falme yuko hapa. Simba wa kabila la Yuda yuko hapa. Yuko Mwokozi, yuko Simba wa kabila la Yuda, yuko Bwana wa vita, yuko niko ambaye niko. Yeye ni Bwana wa vita. Vifungo vinayeyuka, vifungo vinakuachia. Misingi ya gereza ikatikisika, vifungo vikafunguka, wakawekwa huru. Raba yete rika yanterebo, moto Mtakatifu unashuka. Raka yantoribo saya, raka yantoribo sia, ria yantoria masakata. Ndio. Yes. Nenda katika roho. Yes. Yes, nenda katika roho. Omba. Yes. Ndio. Raba sakata. Achia hatua zangu. Achia. Raka yanto. Tangaza katika roho. Rika yanto. Miguu yako yachiwe. Ndoa yako yachie. Raka yanto. Raba yaka. Reke yeto. Reke yama. Rika yanto. Rika yanta. Kuna jambo linafanyika. Kuna vifungo vinaachia. Kuna gereza linavunjika. Kuna mishingi imetikisika. Vinakuachia. Hivyo vya ukoo, hivyo vya familia, huo uchawi. Sakata. Raka yanto. Reke sekete. Rika mantorobo. Rika ya mama. Rika saka. Omba. Leo ni siku ya kutoka na kuwekwa huru. Bwana amekuja na nguvu zake. Bwana amekuja na uwezo wake. Bwana amekuja mamlaka yake. Leo ni siku ya kutoka. Toka na hicho kifungo. Unavuka na Bwana unavuka. Roho ya machozi, roho ya kilio, Bwana nakomesha. Kalaba shantara baba. Yes. Karaba shantoro bosika. Rayantoria masika. Rakayantoro bosia. Ramayantere mememe. Rimayantoro bobo. Yes. Kuna kitu kinafanyika. Manto robo saka. Rakayanto robo. Rebo santara baba. Ramayanto robo. Kuna kitu kinafanyika kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako. Liko jambo linafanyika. Ramayanto robo. Rima. Uko upanga wa Bwana. Iko nguvu ya Bwana imeachiliwa. Iko nguvu ya Mungu imeachiliwa. Imeachiliwa kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako. Ili kupeleka msaada. Laana inavunjika. Laana inaondoka. Mauti inaondoka. Laana inaondoka.
Ninamwachia mama huyu kwa jina la Yesu. Inaondoka. 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 Laana inaondoka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Inakuachia. 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 Inaondoka. 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 Inakuachia. Raba shanta rababo. Zerenteria masia. Zamonto robosika. Rakayenteri mosia. Sante Roho Mtakatifu. Sante kwa uwepo wako. Sante kwa nguvu zako. Sante Mungu mkuu. Malaika wa Mungu umeachiliwa. Malaika wa Mungu wako mbele yako. Mkono wa Bwana uko mbele yako. Neema ya Mungu imeachiliwa. Neema ya kushinda vita. Neema ya kuvuka vikwazo. Rama shantorobo. Rama yanteriaba. Rima yantorobo. Rama shenterebe. Maisha yako yatabaki yalivyo. Rama yanta. Rama yekoria. Rima yantorobo. Raba yata. Rama ya. Rika yanto. Raba ya koria. Ria kante. Resakata. Kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Iko nguvu ya Bwana imeachiliwa. Iko nguvu. Iko operesheni ya Roho Mtakatifu. Inapita kwenye moyo wako. Inapita kwenye maisha yako. Inapita kwenye familia yako. Inapita kwenye ndoa yako. Inapita kwenye uzao wako. Inapita. Inapita. Wako malaika wa Bwana wanafanya operesheni. Ikaraba sente. Raba yanto. Tumbo lilofungwa linaachiliwa. Malaika wa Bwana wanapita. Kila kifungo cha kichawe. Raba yanto. Rika yanta raba. Laana iliyotamkwa inaondoka juu yako. Inaondoka juu yako. Laana iliyotamkwa inaondoka juu yako. Inaondoka juu yako. Juu ya watoto wako. Yote letamka laana yote. Raya tariamo. Raya tariama. Raya teriama. Raya teriama. Raya shanta. Rika yanta rababa. 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 Iko nguvu inaachiliwa. Jimimine kwa Bwana. Ria kante. Rika yaliyofungwa yanafunguliwa. Yaliyofungwa. Santa rakayante rebebe sinta rakayanta rikayabo raba shantorobobo rikayanta rama ramayentoria baba rimoyanta baba ramayate rikayandorobosa rakayante remememe rimayantoro zakata remo sakata rakayantorobosa rekeyentorobosia rimayantorobobosa karababababa rimamamamamoza bababababa rakayanto rimasaka raya koriba sente. Mungu mwenye nguvu zote, Mungu mwenye uwezo wote, mwenye mamlaka yote, mwenye uwezo na mamlaka. Hakuna jambo gumu la kukushinda. Hakuna jambo gumu la kukushinda. Wewe ni Mungu peke yako, mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. Milango ilifunguka yenyewe. Magereza yalifunguka yenyewe. Mageti yalifunguka yenyewe. Minyororo ilianguka yenyewe. Rama yakata. Rama yekoriba saya. Raya koria masekete. Rama yekoria masikite. Rima yakoria masaka. Raka yantorobobosia. Reke yantorobobosia. Rima yantora ba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 b
Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Karabashakata. Rakapose. Rimayantarababo. Rakasekete. Manto robobobobobo. Zima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 mma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 m.
Zaramamamamo, rimamamamamamamama. Yes. 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 Karababo shakata. Rakayanto robo. Ndio nguvu ya Mungu iko. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Nguvu ya Mungu iko. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Jiachilie kwa Bwana. 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 Nguvu ya Mungu ni kubwa. Raka sekete. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Ni kubwa. Ni kubwa. Ni kubwa. Ni kubwa. Nguvu ya Mungu ni kubwa. Zeke rakayase mantorobo rima nguvu ya Mungu ni kubwa. Usijinyime, jiachilie kwa Bwana, jiachilie kwa Roho Mtakatifu. Ni ibada yake, ni ibada yake. Jiachilie kwa Roho Mtakatifu, ni ibada yake. Jiachilie kwa Roho Mtakatifu, ni ibada yake. Jiachilie kwa Roho Mtakatifu, jiachilie kwa Bwana, jiachilie kwa Bwana, jiachilie kwa Bwana, jiachilie kwa Bwana. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Jiachilie kwa Bwana, jiachilie kwa Baba yaka. Rika yanta rama seke riamantorobo rama yakata rama yeke rimo sakata rama yato reke yekete rima sata raka yantorobo romo sekete romo saka romo yepo romo yeke romo yeka rika takaraba. Sante Bwana kwa mkono wako, sante Bwana kwa malaika 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 wako. Wameachiliwa, 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 wameachiliwa kukusaidia, kupeleka msaada. Wameachiliwa, wako malaika wa Bwana. Ikaraba sekete rima yantorobo rima yekete rima yakoria. Bwana wa vita. Ndio, 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 ndio. Karabashaka rapapokorobosa rekerebo sikita rekerebo sikirimo rekeremo sikirima rekeremo sikirima rikarabo sekerebe rikarabo sekere. Ndio, 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 ndio Bwana, ndio Bwana. Karabashakata. Ndio Bwana, damu ya Yesu ipite, 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 damu ya Yesu ipite. Nguvu ya Roho Mtakatifu, 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 nguvu ya Roho Mtakatifu inaachiliwa kwako, inaachiliwa kwako, inaachiliwa kwako, inaachiliwa kwako, inaachiliwa kwako, inaachiliwa kwako. Nguvu ya kukesha, nguvu ya maombi ya usiku iachiliwe juu yako, iachiliwe juu yako, iachiliwe juu yako. Neema ya kukesha, neema ya kuomba, neema ya kufunga. Raka sekete mantorobobosia raka yandorobobosia rika yandorobobosa rama yakata rama yeko romo saka rima yakoto romo mosekete rima mamokorobo shakata. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Jiachilie kwa Bwana,
Achilie kwa Bwana. Yaliyofungwa yamefunguliwa. Laana imeondoka juu yako. Laana imeondoka juu yako. Toka patakatifu pako. Amepeleka msaada wake. Toka patakatifu pake. Amepeleka msaada wake. Toka patakatifu pake. Amepeleka msaada wake. Toka patakatifu pake. Ripa setete. Tunakutaka na nguvu zako na uwezo wako. Tukufu wako, tukufu wako. Tukufu wako, tukufu wako. Tukufu wako, tukufu wako. Kuraba shakata. Kuraba shekerebo. Ria katara mambo. Jiachilie kwa Bwana, usikate, jiachilie kwa Bwana. Hatuna haraka. Tuko mbele za aliyetumba. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. 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 Karaba shetete. Mantarabo city. Ndiyo Bwana. Ndiyo Roho Mtakatifu. Ndiyo Roho Mtakatifu. Ndiyo Roho Mtakatifu. Ndiyo Roho Mtakatifu. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Yesu. Bado operation inaendelea. Tukufu wa Bwana umeachiliwa. Iko nguvu inafanya kazi ndani yako. Iko nguvu inafanya kazi ndani yako. Iko nguvu. Iko nguvu inafanya kazi ndani yako. 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 Ndiyo Bwana. Ndiyo Roho Mtakatifu. Ndiyo Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Tukufu wa Bwana umeachiliwa. Iko nguvu imeachiliwa, iko nguvu imeachiliwa. Robo shantarababa operation. Kila kilichosalia Bwana kikatimie. Kila kilichosalia Bwana kikaondoke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.